wajibu wa kuhakikisha wanawasimamia na kushirikiana na watendaji hawa ili miradi ile ikamilike. Hilo nimelieleza. Nimeeleza pia commitment ya halmashauri kuendelea kutenga fedha kwa kadri ambavyo tutaendelea kukusanya katika kuhakikisha miradi ile inakamilika. Lakini pia nimeeleza mbele ya Mheshimiwa Mbunge kwamba sasa tunataka kutengeneza utaratibu wa halmashauri hii wa uwajibikaji. Kila mwezi Mheshimiwa Mbunge atakuwa anapokea taarifa za utekelezaji wa shughuli mbalimbali za halmashauri, ikiwa ni pamoja na mwenendo wa makusanyo, hali kadhalika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Lengo ni kwamba tunataka tuwe na macho mengi ambayo yataangaza juu ya kulinda na kusimamia maslahi ya umma kwenye halmashauri yetu. Lakini la tatu ambalo nilipata fursa ya kulieleza ni juu ya kupokea, kusikilizwa na kutatua kero za wananchi. Huo ni wajibu wetu. Unapozungumzia wilaya, unapozungumzia halmashauri, wataalamu wote wako halmashauri. Migogoro ya ardhi sharti itatuliwe kwa msaada wa wataalamu tulionao kupitia idara ya ardhi. Migogoro ya kisheria hali kadhalika tuna kitengo cha sheria. Tuna migogoro kwenye vikundi vyetu ambayo kimsingi inaweza ikaibuka pale ambapo kikundi kinakuwa kimekopeshwa mikopo labda ya 10% na hawaenendi kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria. Wataalamu wetu wapo mpaka katika ngazi za kata. Kwa hiyo nimeelekeza, haitapendeza kusikia mwananchi katika halmashauri hii ya Mbarali anatafuta sehemu mbadala ya kwenda kutoa changamoto zake, halmashauri hii ikiwa ina wataalamu wote. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtumishi kutekeleza wajibu wake. Kwanza, kuwa na customer care ambayo inaridhisha, kuto kumjibu vibaya mwananchi anayeleta changamoto, lakini changamoto ile ikipokelewa kusiwe na urasimu wa kuitatua. Na hayo kimsingi ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara zao na mikutano yao mbalimbali, kwamba migogoro na changamoto za wananchi zitatuliwe. Kwa hilo nalo ni kipaumbele cha halmashauri hii kuhakikisha tunatatua migogoro ya watu wetu au wananchi wenzetu kwa wakati.